Mwanamke maskini alifika kuchelewa kwenye harusi ya bilionea akibeba mtoto hakuna aliyemtarajia. Alisimama langoni akiwa amevaa gauni la zamani la rangi ya bluu iliyofifia. Mtoto mgongoni alikuwa amelala, lakini mkono wake mdogo ulishikilia kitambaa cha mama yake kana kwamba alikuwa anaogopa kuachwa. Watu waliokuwa nje ya ukumbi walimwangalia kwa mshangao. Si kwa sababu alikuwa maskini tu, bali kwa sababu harusi hiyo haikuwa ya watu wa kawaida. Ilikuwa harusi ya Jabali Mtemi, kijana bilionea anayejulikana kwa kampuni kubwa za bima, mali isiyohamishika na huduma za kifedha. Mlinzi alimzuia. "Una mwaliko?" Mwanamke akapumua kwa shida. "Nina ujumbe kwa bwana harusi." Mlinzi akacheka kwa dharau. "Leo si siku ya hadithi zako." Ndani, watu walipiga makofi wakati Jabali alipoinuka kumsogelea bibi harusi wake, Amani. Lakini kabla hajafika mbele, mtoto aliyekuwa mgongoni mwa mwanamke alianza kulia kwa sauti iliyokatiza mziki wote. Jabali akageuka ghafla. Uso wake ukabadilika. Amani, bibi harusi, alikuwa mwanamke mrembo, mtulivu na mwenye heshima. Alitoka familia inayojulikana kwa biashara za hoteli, afya binafsi na uwekezaji wa elimu. Wazazi wake walikuwa wameketi mbele, wakitabasamu kama watu waliokuwa wameshinda vita kubwa. Kwao, harusi hii haikuwa tu ndoa, ilikuwa muungano wa familia mbili zenye jina, pesa na nguvu. Lakini macho ya Jabali yalikuwa yameganda mlangoni. Mama yake, Bi Zawadi, akamshika mkono kwa nguvu. "Jabali, usiharibu siku yako." Jabali hakujibu. Mwanamke maskini alikuwa bado amesimama pale, akibembeleza mtoto. Alionekana kuchoka sana. Macho yake yalikuwa mekundu, si ya kulia kwa dakika chache, bali ya mtu aliyelia kwa miaka. Mzee mmoja pale karibu akamnong'oneza mwingine, "Huyo mwanamke anaonekana kama anatoka safari ndefu." Mlinzi akajaribu kumtoa nje, lakini mtoto akalia tena. Safari hii, sauti ya mtoto ilimfanya Jabali apige hatua moja mbele. Amani akauliza kwa sauti ya chini, "Jabali, unamjua?" Jabali akameza mate. "Sijui," akasema, lakini sauti yake haikuwa na uhakika. Jina la mwanamke huyo lilikuwa Neema Wanjiru. Watu wachache waliomfahamu zamani walisema alikuwa msichana mwenye moyo laini, lakini maisha yalimpiga mpaka tabasamu lake likawa adimu. Alikuwa amesafiri kutoka Nakuru asubuhi hiyo, akiwa na mtoto, begi ndogo na bahasha iliyokunjwa vizuri ndani ya kifua chake. Hakukuwa na mtu aliyemwalika, hakukuwa na mtu aliyemtaka afike, lakini alikuwa ameahidi. Mlinzi alipomsukuma kidogo, Neema hakupiga kelele. Alimtazama kwa macho ya unyenyekevu. "Tafadhali," alisema, "nimemtafuta kwa miaka mitatu. Leo nikiondoka bila kusema, mtoto huyu ataumia maisha yote." Watu waliokuwa karibu wakaanza kunong'ona. "Mtoto wa nani? Anataka pesa au anataka kuvuruga harusi?" Amani alisikia maneno yote hayo. Moyo wake ukaanza kwenda mbio, lakini alijiuzia. Hakuwa mwanamke wa kufanya fujo mbele ya watu. Jabali alipotembea kuelekea mlangoni, baba yake, Mzee Mtemi, akasimama. "Rudi kwenye nafasi yako," alisema kwa sauti nzito. Jabali akasimama. Neema akainua macho. "Jabali," alisema, "siwezi kunyamaza tena." Ukumbi ulitulia. Hata watoto waliokuwa wakicheza pembeni walinyamaza. Kamera za wageni zilielekea mlangoni. Watu waliokuwa wakila pilau waliacha vijiko hewani. Harusi ya kifahari ikawa kama baraza la wazee kijijini, kila mtu akisubiri neno moja litakalobadilisha kila kitu. Jabali akamwangalia Neema kwa muda mrefu. "Unataka nini?" Neema hakukasirika. Aliweka mtoto vizuri mikononi mwake, kisha akasema, "Sitaki pesa zako, sitaki jina lako, sitaki kuharibu harusi yako." Amani akasogea hatua moja mbele. "Basi kwa nini umefika leo?" Neema akamtazama kwa heshima, "Kwa sababu kuna ukweli ambao mtoto huyu anastahili kujua." Bi Zawadi akakata maneno kwa ukali, "Walinzi, mtoeni huyu mwanamke." Lakini kabla walinzi hawajamsukuma, mtoto akaamka kabisa. Macho yake yalikuwa makubwa, tulivu na ya ajabu. Alipomtazama Jabali, akaacha kulia, kisha akatabasamu. Watu wengi hawakuelewa kwa nini, lakini Jabali alirudi mbembali kama mtu aliyeguswa na kumbukumbu aliyozika. Neema akashika bahasha yake kwa nguvu zaidi. Amani hakupiga kelele, hakulia. Alisimama karibu na Jabali, lakini ndani yake kulikuwa na vita kubwa. Alikuwa amempenda Jabali si kwa pesa zake, bali kwa ukimya wake wa heshima na namna alivyowasaidia wazee bila kujitangaza. Lakini leo, mbele ya kanisa zima, mwanamke mwingine alikuwa amefika na mtoto. "Jabali," Amani alisema polepole, "tafadhali niambie ukweli. Je, mtoto huyu ni wako?" Swali hilo lilikata kila mtu pumzi. Jabali akamtazama mtoto, akamtazama Neema, kisha akamtazama mama yake ambaye uso wake ulikuwa ujao hasira na hofu.
Sijui, akasema kwa sauti ya chini, lakini najua Neema. Ukumbi ukaanza kuchafuka kwa minong'ono. Neema akatoa bahasha. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Nilikuja kukupa hii miaka 3 iliyopita, lakini sikuruhusiwa kukukaribia. Mzee Mtemi akasimama tena. Usiseme upuuzivu mbele ya wageni wangu. Neema akageuka kumtazama. Safari hii hakuogopa. Mzee, alisema, uliniambia nikiongea nitapoteza kila kitu. Jabali akageuka kwa baba yake. Baba, ulimfanya nini? Ukumbi mzima ukawa kimya. Jabali hakutoa macho kwa baba yake. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, alionekana kama mwanaume aliyekuwa anatafuta majibu badala ya kuyatoa. Mzee Mtemi akacheka kidogo. Huyu mwanamke anajua namna ya kutengeneza hadithi, alisema. Lakini Neema hakurudi nyuma. Acha niseme ukweli wangu hata mara moja. Bi Zawadi akasimama. Ukweli gani? Kuja kuvuruga harusi ya watu? Neema akatikisa kichwa. Nilikaa kimya kwa miaka mingi. Nilidhalilishwa, nilitishwa, lakini leo siogopi tena. Mtoto akamshika mkono wake. Jabali akasogea karibu. Neema, bahasha hiyo ina nini? Neema akaiangalia kwa sekunda kadhaa. Majibu ambayo nilijaribu kukupa zamani. Wageni wakaanza kusogea karibu kusikiliza. Amani alihisi moyo wake ukizidi kuwa mzito. Alikuwa ameingia ukumbini asubuhi akiwa na furaha ya kuwa mke wa bilionea. Sasa alikuwa amesimama katikati ya siri ambayo hakuwahi kuisikia. Neema akanyoosha bahasha. Fungua mwenyewe. Jabali akaipokea. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Na kabla hajafungua, simu ya Mzee Mtemi ikaanza kuita kwa nguvu. Uso wake ukabadilika ghafla. Mzee Mtemi alikataa kupokea simu hiyo, lakini iliendelea kuita. Mara ya pili, mara ya tatu. Hatimaye akaichukua na kuondoka pembeni. Jabali alikuwa bado ameshika bahasha. Amani akamwangalia. Fungua. Hakukuwa na mtu aliyebisha. Jabali akaifunja kwa makini. Ndani kulikuwa na picha kadhaa za zamani. Picha ya kwanza ilimfanya anyamaze. Ilikuwa picha yake akiwa kijana mdogo zaidi. Pembeni yake alisimama Neema. Walikuwa wakitabasamu. Wageni waliinamu kutazama vizuri. Picha ya pili ilionyesha Jabali na Neema katika sherehe ya chuo. Picha ya tatu ilikuwa tofauti. Ilikuwa picha ya Neema hospitalini, peke yake. Hakukuwa na Jabali. Hakukuwa na familia yake. Kulikuwa na huzuni kubwa usoni mwake. Jabali akafumba macho kwa sekunde kadhaa. Alikumbuka. Miaka mingi iliyopita walikuwa marafiki wa karibu sana. Lakini siku moja Neema alipotea ghafla bila maelezo. Aliwahi kumtafuta. Hakumpata. Neema akasema kwa sauti ya chini, nilijaribu kukueleza kilichotokea. Jabali akamtazama. Kwa nini hukuniambia? Neema akatabasamu kwa uchungu. Kwa sababu sikuruhusiwa. Amani alianza kuona jambo ambalo hakulitarajia. Neema hakuwa akizungumza kama mtu aliyekuja kuomba msaada. Hakuwa akizungumza kama mtu aliyekuja kudai mali. Kulikuwa na maumivu ya kweli ndani ya maneno yake, na hilo lilianza kumchanganya. Bi Zawadi alikasirika zaidi. Haya yote hayahusiani na harusi yetu. Lakini mmoja wa wageni wazee akasema, yanahusiana ikiwa kuna siri iliyofichwa. Watu wakaanza kukubaliana. Neema akavuta pumzi. Siku ile nilipotea, nilipelekwa mbali na watu ambao waliniambia sirudi tena karibu na Jabali. Jabali akakunja uso. Nani? Neema hakujibu mara ya kwanza. Macho yake yalielekea upande ambao Mzee Mtemi alikuwa amesimama. Jabali akaona, na moyo wake ukaanza kudunda kwa nguvu. Baba? Neema akainamisha kichwa. Hakusema ndio, hakusema hapana, lakini ukimya wake ulisema mengi. Ndani ya ukumbi, hali ilibadilika. Sasa haikuwa tena hadithi ya mwanamke maskini. Ilikuwa hadithi ya siri ambayo familia tajiri ilikuwa imefichwa kwa muda mrefu. Na siri hiyo ilikuwa inaanza kufunguka mbele ya kila mtu. Wakati huo huo, Mzee Mtemi alikuwa nje ya ukumbi akizungumza kwa simu. Umenipigia leo kwa nini? Aliuliza kwa hasira. Sauti upande wa pili ilijibu, kwa sababu ukweli unaanza kutoka. Uso wake ukakaza. Ukweli gani? Kuhusu Neema. Mzee Mtemi akanyamaza. Mtu huyo akaendelea.
Nilikuambia miaka iliyopita kuwa jambo hilo halitozikwa milele. Mzee Mtemi akakata simu. Kwa mara ya kwanza alionekana kuwa na hofu. Aliporudi ukumbini, wageni wote walikuwa wakimwangalia. Jabali alikuwa amesimama katikati. Mimi nataka ukweli. Mzee Mtemi akatikisa kichwa. Hii si sehemu ya kuzungumza mambo ya zamani. Basi ni sehemu gani? Jabali akauliza. Hakuna aliyesema kitu. Neema akambeba mtoto vizuri zaidi. Mtoto alikuwa ametulia kabisa, kana kwamba hakuelewa kinachoendelea, lakini uwepo wake pekee ulikuwa umebadilisha maisha ya kila mtu ndani ya ukumbi huo. Na jambo la kushangaza zaidi, ilikuwa siri kubwa bado haijafichuliwa. Amani alisogea karibu na Neema. Watu wengi walidhani angeanza ugomvi, lakini hakufanya hivyo. Badala yake alisema, naomba uniangalie machoni. Neema akafanya hivyo. Je, umekuja hapa kwa sababu unampenda Jabali? Neema akakaa kimya kwa muda, kisha akajibu, hapana. Jibu hilo liliwashangaza wengi. Basi kwa nini uko hapa? Neema akamwangalia mtoto, macho yake yakajaa machozi. Kuna ahadi niliyoitoa. Ahadi gani? Kwamba siku moja ukweli utajulikana. Amani akatazama mtoto, kisha akatazama Jabali. Kwa mara ya kwanza tangu mwanzo wa harusi, hakuhisi wivu. Alihisi hofu, kwa sababu aliona vizi kuwa jambo hili lilikuwa kubwa kuliko mapenzi, lilikuwa kubwa kuliko ndoa, lilikuwa kubwa kuliko utajiri. Na kabla mtu yoyote hajauliza swali lingine, mwanamume mzee aliyekuwa kimeti nyuma kabisa ya ukumbi alisimama ghafla. Alimnyooshea kidole Mzee Mtemi, kisha akasema kwa sauti kubwa, leo sitokaa kimya tena. Nimebeba siri hii kwa miaka 4. Ukumbi wote ukageuka kumtazama yule mzee. Alijulikana kama Mzee Bakari. Wengi walimfahamu kama mfanyabiashara aliyestaafu, mtu mtulivu ambaye hakupenda kuingilia mambo ya watu. Lakini leo alikuwa tofauti. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Bakari, kaa chini, Mzee Mtemi alisema kwa sauti kali. Lakini Bakari hakukaa. Nilikaa kimya muda mrefu sana. Jabali akamsogelea. Unajua nini? Bakari akavuta pumzi ndefu. Najua kilichotokea siku ambayo Neema alipotea. Ukumbi ukatulia tena. Neema akafumba macho kana kwamba kumbukumbu hizo zilimuumiza. Bakari akaendelea. Neema hakutoweka kwa hiari yake. Wageni wakaanza kunong'ona. Alipelekwa mbali. Jabali akahisi damu ikimchemka. Na nani? Bakari akamtazama Mzee Mtemi. Watu waliotumwa. Bi Zawadi akasimama kwa hasira. Haya ni uongo. Lakini Bakari hakutikisika. Niliona kila kitu kwa macho yangu. Mzee Mtemi alionekana kukosa utulivu. Kwa mara ya kwanza tangu mwanzo wa tukio hilo, watu walianza kujiuliza kama kweli bilionea huyo alikuwa akiishi ndani ya ukweli au ndani ya siri iliyotengenezwa na familia yake mwenyewe. Jabali alihisi dunia yake ikianza kubadilika. Alikumbuka siku ambayo Neema alipotea. Alikuwa amempigia simu mara nyingi. Hakujibiwa. Alienda nyumbani kwao. Aliambiwa wamehama. Aliwauliza marafiki zake. Hakuna aliyekuwa na jibu. Baada ya miezi mingi ya kutafuta, alikata tamaa. Alidhani Neema alikuwa ameamua kuondoka maisha yake. Lakini sasa, mambo yalikuwa tofauti. Kwa nini? Aliuliza. Bakari akatikisa kichwa. Kwa sababu, kulikuwa na watu ambao hawakutaka muwe pamoja. Neema akainamisha uso. Machozi yakamdondoka. Amani alikuwa kimya. Alikuwa akisikiliza kila neno. Kwa mara ya kwanza, alianza kumhurumia Neema. Aliona maumivu yaliyokuwa yamebeba kwa miaka mingi. Jabali akamgeukia baba yake. Je, ni kweli? Mzee Mtemi hakujibu. Kimya chake kilikuwa kizito kuliko maneno. Ndani ya ukumbi, hata muziki ulikuwa umesimamishwa. Hakuna aliyekuwa anafikiria chakula.
Hakuna aliyekuwa anafikiria harusi. Kila mtu alitaka kujua ukweli, lakini ukweli ulikuwa bado umeficha sehemu yake muhimu zaidi. Neema alimkumbatia mtoto kwa upole. Mtoto huyo aliitwa Baraka. Alikuwa na miaka 4. Hakuelewa kwa nini watu wengi walikuwa wakimwangalia. Hakuelewa kwa nini mama yake alikuwa akilia. Alimfuta machozi kwa kidole chake kidogo. "Mama, usilie." Maneno hayo yaligusa mioyo ya wengi. Hata baadhi ya wageni waligeuza nyuso zao kuficha machozi. Neema akambusu kichwani. "Niko sawa mwanangu." Baraka akatabasamu. Amani aliwaangalia kwa muda mrefu. Kulikuwa na upendo wa kweli kati yao. Hakukuwa na maigizo. Hakukuwa na tamaa. Jabali naye aliendelea kumwangalia mtoto. Kulikuwa na jambo fulani kuhusu Baraka ambalo lilimfanya ashindwe kuondoa macho yake, lakini hakuweza kuelewa ni nini. Wakati huo, mmoja wa wafanyikazi wa zamani wa kampuni ya Mzee Mtemi aliingia ukumbini. Alikuwa amechelewa. Aliposikia kinachoendelea, uso wake ukabadilika. "Mnaongea kuhusu jambo hilo?" Watu wote wakamwangalia. Bakari akasema, "Ndiyo. Na leo hakuna mtu ataficha ukweli." Mwanamume huyo akavuta pumzi ndefu. "Basi, nitaongea pia." Mwanamume huyo aliitwa Omari. Miaka mingi iliyopita, alikuwa dereva wa familia ya Mtemi. Alikuwa mtu ambaye alijua siri nyingi kuliko watu walivyodhani. Mzee Mtemi alipomwona, uso wake ukakaza. "Omari, usithubutu." Lakini Omari alionekana amechoka kubeba mzigo wa kimya. "Nimekaa kimya muda mrefu sana." Akasimama mbele ya wageni. "Siku ambayo Neema alipotea, nilikuwa dereva wa gari lililomchukua." Ukumbi ukalipuka kwa mshangao. Jabali akabaki amesimama kama sanamu. Neema akaanza kulia. Omari akaendelea, "Nilitumwa kufanya kazi. Sikujua kila kitu, lakini nilijua msichana huyo alikuwa analia na kuomba kupelekwa kwa Jabali." Jabali akafunga mikono yake kwa hasira na hakusema chochote. Omari akainamisha kichwa. "Niliogopa." Mzee Mtemi akajaribu kuondoka, lakini sasa macho yote yalikuwa juu yake. Hakuna mahali pa kujificha, na siri iliyofichwa kwa miaka mingi ilikuwa ikiendelea kufunguka kipande baada ya kipande. Amani alijisikia kana kwamba alikuwa ndani ya ndoto. Asubuhi alikuwa bibi harusi. Sasa alikuwa shahidi wa historia ambayo hakuna mtu aliyewahi kuisimulia. Lakini jambo lililomshangaza zaidi ni kwamba bado hakujua nafasi ya mtoto huyo katika historia yote. Neema akatoa picha nyingine ndani ya bahawasha. Aliikabidhi Jabali. Jabali alipoiangalia, macho yake yakapanuka. Ilikuwa ni picha ya nyumba ndogo sana. Mbele ya nyumba hiyo walikuwa wamesimama watu watatu: Neema, mama yake Neema, na mwanamume ambaye Jabali hakumfahamu. "Ni nani huyu?" aliuliza. Neema akavuta pumzi ndefu. "Mtu aliyebadili maisha yangu." "Kwa namna gani?" Neema akafungua mdomo kujibu, lakini kabla hajasema, yule mwanamume aliyekuwa kwenye picha akaingia ukumbini. Hakuna aliyekuwa amemtarajia. Neema akasimama ghafla. Baraka akamkimbilia. "Mzee Musa!" Ukumbi wote ukageuka kumwangalia. Mzee Musa alikuwa amefika, na alikuwa amebeba ukweli ambao ungeweza kubadili maisha ya Jabali milele. Mzee Musa alitembea polepole kuelekea mbele ya ukumbi. Alikuwa mtu wa kawaida tu kwa muonekano, lakini namna Neema na Baraka walivyomwangalia ilionyesha kuwa alikuwa muhimu sana katika maisha yao. Baraka alimkumbatia kwa furaha. "Mzee Musa, umefika!" Mzee Musa akatabasamu na kumbeba.
nisingeweza kukosa siku kama hii. Jabali alimtazama kwa makini. Hakuwahi kumwona kabla, lakini alihisi kwamba majibu mengi aliyokuwa akitafuta yalikuwa kwa mtu huyo. Neema akafuta machozi yake. Asante kwa kuja. Mzee Musa akatikisa kichwa. Ukweli haupaswi kufa. Mzee Mtemi akakasirika. Huyu mzee hana nafasi hapa. Lakini wageni hawakuwa tayari kusikiliza amri zake tena. Walitaka kujua ukweli. Jabali akamkaribia Musa. Ni nani wewe? Musa akakazama ukumbi mzima. Kisha akasema kwa sauti ya utulivu. Mimi ndiye mtu aliyemsaidia Neema kuishi wakati kila mtu mwingine alipomgeuka. Wageni wakanyamaza, na Neema akaanza kulia tena kwa sababu alijua sehemu ngumu zaidi ya simulizi yao ilikuwa karibu kuanza. Mzee Musa aliketi. Hakutaka kuzungumza kwa hasira. Alitaka kila mtu asikie ukweli kwa utulivu. Miaka 4 iliyopita, alianza kusema, nilikuwa nikifanya kazi katika kituo kidogo cha usafiri karibu na Nakuru. Neema akainamisha kichwa. Siku moja, nilimkuta msichana huyu akiwa amekaa peke yake. Amani alisikiliza kwa makini. Alikuwa hana pesa. Alikuwa hana mahali pa kwenda. Alikuwa amevunjika moyo. Neema akafumba macho. Alikumbuka siku hiyo. Siku ambayo alihisi dunia yote imemgeuka. Sikujua alikuwa nani, Musa akaendelea, lakini nilijua alikuwa na maumivu makubwa. Jabali alihisi moyo wake ukiuma, kwa sababu wakati huo alikuwa akimtafuta kila mahali, lakini hakuwahi kumpata. Kwa nini hukuniambia? Aliuliza. Musa akamtazama. Kwa sababu hata mimi sikujua wewe ni nani mpaka baadaye. Ukumbi ukawa kimya. Nilimsaidia kupata sehemu ya kuishi. Nilimsaidia kupata kazi ndogo. Neema akamtazama kwa shukrani. Kama si yeye, alisema kwa sauti ya chini, mimi na Baraka tusingekuwa hai leo. Wageni wengi waliguswa na maneno hayo, lakini bado siri kubwa ilikuwa imebaki. Bi Zawadi alianza kupoteza utulivu. Alikuwa amezoea kudhibiti hali, lakini leo kila dakika ilikuwa ikimuondolea uwezo huo. Harusi hii imeharibika vya kutosha, alisema, lakini hakuna aliyemsikiliza. Hata wageni wake wa karibu walikuwa wamezama kwenye hadithi. Jabali akamtazama Neema. Kwa nini hukurudi kunitafuta? Neema akatabasamu kwa huzuni. Nilijaribu. Ukumbi ukanyamaza. Niliandika barua nyingi, ndiyo, na zilifika. Neema akamtazama mzee Mtemi. Hapana. Watu wengi wakashangaa. Jabali akahisi hasira ikimjaa. Kivipi? Neema akatoa bahasha nyingine ndogo kutoka kwenye bagi lake. Ndani kulikuwa na nakala za barua. Barua ambazo hakuwahi kujibiwa. Barua ambazo hakuwahi kuzisoma. Barua ambazo ziliandikwa kwa machozi. Jabali akaanza kuzisoma. Kadiri alivyosoma, uso wake ulizidi kubadilika. Kwa sababu kila ukurasa ulionyesha jambo moja. Neema hakuwahi kumwacha. Alikuwa akijaribu kurudi kwake. Miaka yote hiyo. Amani alihisi maumivu moyoni, lakini si kwa sababu ya jivu, kwa sababu alianza kuona picha nzima. Aliweza kuona jinsi watu wawili walivyotenganishwa na nguvu ambazo hawakuweza kupambana nazo. Aliweza kuona jinsi Neema alivyojaribu kuwasiliana na jinsi Jabali alivyoamini kwamba ameachwa. Ni huzuni kiasi gani, alisema kwa sauti ya chini. Mama yake alimshika mkono, lakini Amani hakusema tena. Alikuwa akifikiria. Jabali akafunga macho baada ya kusoma barua ya mwisho. Katika barua hiyo, Neema alikuwa ameandika, siku moja ukweli utajulikana, hata kama itanichukua maisha yangu yote. Jabali akamwangalia. Ulisubiri miaka yote hii? Neema akatikisa kichwa. Ndiyo. Kwa nini? Neema akamtazama Baraka, kisha akasema, kwa sababu nilikuwa na sababu ya kupigania ukweli. Jibu hilo lilizua maswali mapya. Ni sababu gani? Kwa nini mtoto huyo alikuwa muhimu sana? Na kwa nini Neema alikuwa tayari kuvumilia miaka yote hiyo? Jioni ilianza kuingia, lakini hakuna mtu aliyekuwa tayari kuondoka. Harusi ilisimama, mziki ulisimama, sherehe ilisimama, lakini ukweli uliendelea kutembea hatua kwa hatua. Mzee Musa alisimama tena.
kuna jambo lazima lisemwe leo. Jabali akamtazama. Ni jambo gani? Musa akavuta pumzi ndefu. Mwaka ule ambao Neema alipoteza, hakupoteza tu maisha aliyokuwa anayajua. Ukumbi ukatulia. Alipoteza pia mtu aliyemlinda zaidi duniani. Neema akaanza kulia. Baraka akamshika mkono. Mama? Neema akambeba karibu. Musa akaendelea. Mwaka huo ambao Neema alipoteza, hakupoteza tu maisha aliyokuwa anayajua. Ukumbi ukatulia. Alipoteza pia mtu aliyemlinda zaidi duniani. Neema akaanza kulia. Baraka akamshika mkono. Mama? Neema akambeba karibu. Musa akaendelea. Mama yake alifariki muda mfupi baada ya matukio hayo. Ukumbi ukashtuka. Jabali akafumba macho kwa maumivu. Hakuwahi kujua. Hakuna aliyewahi kumwambia. Na kabla hajafariki, aliacha siri moja kubwa sana. Jabali akainuka. Siri gani? Musa akamtazama moja kwa moja. Siri ambayo inamhusu Baraka. Ukumbi mzima ukaganda. Na kwa mara ya kwanza tangu mwanzo wa siku hiyo, hata mzee Mtemi alionekana kuogopa kile kitakachosemwa baadaye. Ukumbi ulikuwa kimya, kiasi kwamba hata sauti ya kiyoyozi ilisikika. Hakuna mtu aliyekuwa ametoka. Hakuna aliyekuwa akifikiria chakula, mziki wala harusi. Kila mtu alitaka kusikia siri iliyomhusu Baraka. Jabali alimsogelea mzee Musa. Naomba useme kila kitu. Musa akamwangalia Neema kwanza, kana kwamba alikuwa akiomba ruhusa. Neema akafumba macho kwa sekunde chache, kisha akatikisa kichwa. Sema ukweli. Musa akavuta pumzi. Miaka 4 iliyopita, mama yake Neema alinipa kisanduku kidogo kabla hajafariki. Ukumbi ukatulia zaidi. Kisanduku hicho kilikuwa na nyaraka, picha na ujumbe. Jabali akakunja uso. Ujumbe gani? Ujumbe ambao ulitakiwa kufikishwa kwako. Macho ya Jabali akapanuka. Kwangu? Ndiyo. Musa akaingiza mkono mfukoni mwa koti lake. Polepole akatoa ufunguo mdogo wa zamani. Leo nimekuja na ufunguo huo. Wageni wakatazamana. Amani akashika pumzi, kwa sababu sasa ilikuwa wazi kuwa jambo hili lilikuwa limeandaliwa kwa miaka mingi, na majibu yote yalikuwa yakimsubiri Jabali. Musa akafungua begi la zamani alilokuwa amelibeba. Ndani kulikuwa na kisanduku cha mbao kilichochakaa. Kilionekana cha kawaida, lakini namna alivyokishika ilionyesha kuwa kilikuwa na thamani kubwa sana. Neema akaanza kulia tena alipokiona. Hicho ndicho mama yangu aliacha. Musa akatikisa kichwa. Ndiyo. Jabali alihisi moyo wake ukidunda. Musa akamkabidhi. Fungua mwenyewe. Mikono ya Jabali ilitetemeka. Alipokifungua, akaona picha kadhaa za zamani, nyaraka zilizokunjwa vizuri na bahasha iliyofungwa. Juu ya bahasha kulikuwa na maandishi, kwa Jabali. Ukumbi ukanyamaza. Jabali aliitazama kwa muda mrefu. Amani akawa karibu naye. Hakumshika, hakumzuia, alitaka asome. Polepole akafungua bahasha. Ndani kulikuwa na barua iliyoandikwa kwa mkono. Alianza kusoma. Kadiri alivyosoma, macho yake yakajaa machozi, kwa sababu barua hiyo ilikuwa kutoka kwa mama wa Neema, na kila mstari ulijaa maumivu, upendo na maonyo. Lakini mstari wa mwisho ndio ulimshtua zaidi. Ukweli kuhusu Baraka uko ndani ya nyaraka hizi. Wageni walikuwa wakisubiri, lakini Jabali hakusoma kwa sauti. Aliendelea kupitia kurasa moja baada ya nyingine. Macho yake yalikuwa yakibadilika, mara ya mshangao, mara ya huzuni, mara ya hasira. Mzee Mtemi alianza kuonekana mwenye wasiwasi zaidi. Jabali, alisema, usiamini kila kitu unachosoma. Jabali hakujibu. Aliendelea kusoma. Dakika kadhaa baadaye akainua kichwa. Kwa nini? Hakuna aliyeelewa swali hilo, lakini mzee Mtemi alielewa. Kwa nini uliharibu maisha ya watu wawili? Ukumbi ulibupuka kwa minong'ono. Mzee Mtemi akakaa kimya. Kwa mara nyingine, kimya chake kikawa jibu. Neema akafuta machozi. Hakuwa akifurahia hali hiyo. Hakuwahi kutamani kulipiza kisasi. Alitaka ukweli tu. Jabali akashika nyaraka kwa nguvu. Miaka yote hii iliharibiwa kwa sababu ya kiburi. Hakuna aliyejibu. Na hapo ndipo Amani alipoanza kutambua kuwa siku hiyo ingebadilisha maisha ya kila mtu aliyekuwa ndani ya ukumbi. Baraka alikuwa amechoka. Hakuelewa kinachoendelea. Alimkaribia Jabali polepole.
Wageni wote wakamtazama. Mtoto huyo akainua uso wake. Wewe ndiye Jabali? Ukumbi ukatulia. Jabali akachuchumaa ili wawe sawa kwa urefu. Ndiyo. Baraka akatabasamu. Mama huwa anakutaja. Neema akafumba macho kwa aibu kidogo, lakini Baraka akaendelea. Alisema wewe ni mtu mzuri. Jabali akameza tate. Moyo wake ukawa mzito, kwa sababu baada ya yote yaliyotokea, Neema bado hakumfundisha mtoto huyo chuki. Hilo lilimgusa sana. Na wewe unaitwa nani? Baraka. Mwenye umri gani? Miaka 4. Wageni wengi walitazama kwa hisia. Amani naye akatabasamu kwa mara ya kwanza tangu tukio lote lilianza. Baraka alikuwa mtoto mwenye heshima, upole na moyo safi. Na jambo hilo lilifanya hali nzima kuwa ngumu zaidi, kwa sababu kila mtu alitaka kujua ukweli kuhusu mtoto huyo, lakini hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kuuliza swali lililokuwa mioyoni mwao. Mzee Musa alisimama tena. Najua kila mtu anasubiri jibu moja. Ukumbi ukawa kimya. Lakini kabla ya jibu hilo, kuna jambo muhimu zaidi. Jabali akamtazama. Jambo gani? Musa akaelekeza mkono wake kwa Neema. Miaka yote hii, mwanamke huyu hakuwahi kuomba hata shilingi moja kutoka kwa familia ya Mtemi. Wageni wakaanza kunong'ona. Ni kweli? Ndiyo, Musa akaendelea. Hakuwahi kuomba nyumba, hakuwahi kuomba gari, hakuwahi kuomba msaada wa kifedha. Amani akamwangalia Neema kwa heshima mpya, kwa sababu sasa alielewa. Neema hakuwa amekuja kwa sababu ya pesa, hakuwa amekuja kwa sababu ya utajiri, alikuwa amekuja kwa sababu ya ukweli. Musa akaendelea. Na leo, kabla sijafichua siri ya mwisho, nataka kila mtu ajue jambo moja. Ukumbi ukasubiri. Musa akasema kwa sauti thabiti, Baraka si sababu iliyomleta Neema hapa. Wageni wakashangaa. Basi ni nini? Musa akamtazama Jabali, kisha akamtazama mzee Mtemi na akasema, sababu iliyomleta hapa ni ahadi ambayo mama wa Neema aliacha kabla hajafariki. Ukumbi ukaganda, kwa sababu sasa kila mtu alijua kuwa sehemu kubwa zaidi ya ukweli ilikuwa inakuja. Ukumbi ulikuwa umetulia kabisa. Hakuna mtu aliyekuwa tayari kuondoka kabla ya kusikia mwisho wa hadithi hiyo. Mzee Musa alisimama katikati ya ukumbi. Macho yote yalikuwa juu yake. Miaka 4 iliyopita, alianza kusema, mama wa Neema alijua muda wake ulikuwa umefika. Neema akaanza kulia kimya kimya. Aliniita hospitalini, akaniambia kuna jambo moja ambalo lilikuwa linamtesa moyo wake. Jabali akasikiliza kwa makini. Aliniambia kuwa kuna watu waliotenganisha maisha ya vijana wawili waliopendana. Ukumbi ukawa kimya. Lakini hakuniambia nitafute pesa, hakuniambia nitafute mali. Musa akatikisa kichwa. Aliniambia nitafute ukweli. Jabali akameza mate. Na ahadi ilikuwa gani? Musa akajibu, siku moja, hakikisha Jabali anajua kilichotokea. Machozi yakaanza kumtoka Jabali. Kwa mara ya kwanza alielewa kwa nini Neema hakuchoka kupigania ukweli. Hakukuwa na chuki, kulikuwa na ahadi. Ahadi ya mwisho ya mama aliyekuwa amekufa akiwa na moyo uliovunjika. Jabali akageuka kumwangalia baba yake. Mzee Mtemi alikuwa amenyamaza. Hakuwa tena yule mtu mwenye mamlaka aliyekuwa akiogopwa na kila mtu. Alionekana kama mtu aliyebeba mzigo mzito kwa miaka mingi. Kwa nini? Jabali akauliza tena. Mzee Mtemi akafumba macho. Alipozungumza, sauti yake ilikuwa dhaifu kuliko kawaida. Niliogopa. Ukumbi ukashtuka. Niliogopa utapoteza maisha uliokuwa umejengewa. Jabali akatikisa kichwa kwa huzuni. Kwa hiyo ukaharibu maisha ya wengine? Hakukuwa na jibu. Mzee Mtemi akainama. Kwa mara ya kwanza, machozi yalionekana machoni pake. Nilifanya kosa kubwa. Bi Zawadi akaanza kulia pia, kwa sababu hata yeye alikuwa sehemu ya siri hiyo. Jabali akahisi maumivu makubwa. Hakukasirika kwa sababu ya mali, hakukasirika kwa sababu ya biashara. Alikasirika kwa sababu miaka mingi ya maisha ilikuwa imeibiwa, na hakuna mtu ambaye angeweza kurudisha miaka hiyo. Hatimaye, mmoja wa wageni akauliza swali ambalo kila mtu alikuwa akiogopa kuuliza.
Baraka ni nani hasa? Ukumbi wote ukamwangalia Musa. Musa akatabasamu kidogo. Baraka ni mtoto wa Neema. Wageni wakasubiri. Musa akaendelea, na si mtoto wa Jabali. Ukumbi ukabaki kimya kwa sekunde kadhaa. Kisha sauti za mshangao zikasikika kila upande. Jabali akafumba macho, si kwa huzuni, bali kwa sababu ukweli hatimaye ulikuwa umefika. Neema akaendelea kulia. Mimi sikuwahi kuja hapa kumtafutia baba mtoto wangu. Amani akavuta pumzi ndefu. Moyo wake ukapungua uzito. Musa akaendelea. Baraka alizaliwa miaka kadhaa baada ya Neema na Jabali kutenganishwa. Watu wengi waliinamisha vichwa vyao. Walikuwa wamehukumu bila kujua ukweli. Na sasa walijionea jinsi vuumi unavyoweza kuharibu taswira ya mtu asiye na hatia. Jabali akamsogelea Neema. Ukumbi wote ukatulia. Miaka mingi ya maumivu ilisimama kati yao. Samahani, Jabali alisema. Neema akamtazama. Huna kosa. Nilipaswa kukutafuta zaidi. Neema akatikisa kichwa. Na mimi nilipaswa kata tamaa. Walitabasamu kwa huzuni. Ilikuwa tabasamu ya watu waliokuwa wamepoteza mengi. Lakini pia walikuwa wamepata amani. Amani akasogea karibu. Watu wengi walidhani angekasirika. Badala yake, alimkumbatia Neema. Ukumbi mzima ukaguswa. Asante kwa kusema ukweli, Amani alisema. Neema akaanza kulia tena. Kwa mara ya kwanza siku hiyo, machozi yake hayakuwa ya maumivu. Yalikuwa ya nafuu. Mzigo ulioubeba kwa miaka mingi ulikuwa umeondoka. Baraka akatazama watu wazima wote wakilia. Kisha akasema, sasa kila mtu ni rafiki. Ukumbi mzima ukacheka kwa mara ya kwanza tangu asubuhi. Jioni ilipofika, kila kitu kilikuwa kimebadilika. Harusi haikuharibika, ilibadilika. Mbele ya wageni wote, Mzee Mtemi aliomba msamaha. Aliomba msamaha kwa Neema. Aliomba msamaha kwa Jabali. Na aliomba msamaha kwa familia yote. Haikuondoa makosa yake, lakini ilikuwa mwanzo. Jabali na Amani waliamua kuendelea na harusi yao. Si kwa sababu hakuna kilichotokea, bali kwa sababu ukweli ulikuwa umewekwa wazi. Na ndoa iliyojengwa juu ya ukweli ilikuwa bora kuliko ndoa iliyojengwa juu ya siri. Neema alisimama nyuma ya ukumbi akiwa amembeba Baraka. Hakutaka sifa, hakutaka pesa, hakutaka umaarufu. Alikuwa ametimiza ahadi. Alipoondoka, Amani akamfuata. Utakuwa sehemu ya maisha yetu. Neema akatabasamu. Baraka akapunga mkono. Na wakati gari lao lilipoondoka polepole, watu wengi walibaki wakifikiria sumu moja muhimu. Maskini anaweza kukosa pesa, lakini ukweli ukikaa moyoni mwake, siku moja utasimama mbele ya matajiri wote na kushinda.